Yesu asifiwe. Amina. Ninafundisha maneno haya kama nilivyoanza kwa kuambia kwamba tuko kwenye kipindi cha Pasaka na wengine wana maombi yanaitwa Kwaresma kwa ajili ya maandalizi hayo ya Pasaka. Na sisi tumejua Pasaka tangu tumezaliwa, hasa wale ambao tumezaliwa kwenye imani ya Kikristo. Lakini kuna mambo mengi hatukuyajua kuhusiana na Pasaka yenyewe. Haleluya. Mwaka jana katika kipindi cha Pasaka niliongelea masuala ya nguvu ya msalaba. Niongea zaidi swala la msalaba, mauti ya Yesu, na nilikazia zaidi mambo yale ya msalaba. Lakini mwaka huu ninazungumzia zaidi damu. Na ninaposema damu, naongelea damu ya Bwana Yesu. Haleluya. Leo nikawa nimesema tutatazama ni mambo gani yaliyotokea au ambayo yametokea kwa sababu ya damu ya Yesu. Mambo gani damu ya Yesu imeyatenda au imeyakamilisha. Haleluya, haleluya. Moja ya mambo makubwa ambayo damu ya Yesu imefanya ni kuharibu nguvu ya kaburi au kufunua kaburi, kulifanya kaburi lifunguke, kuharibu nguvu ya kaburi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 13 na mstari wa 20. Biblia inasema, basi Mungu wa amani alimleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu awafanye, mstari wa 21, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Bwana wetu Yesu asifiwe. Tunapoongelea ufufuko, vile vile tunasema kwamba ufufuko haukutokea isipokuwa kwa nguvu ya damu iliyomwagika. Ile damu ya Yesu iliyomwagika ndiyo iliyoharibu nguvu za mauti, na ndiyo pia iliyoharibu nguvu ya kaburi. Haleluya. Niliwahi kusema, nadhani katika kipindi cha Pasaka cha mwaka jana, niliwahi kugusia kwamba Kristo alipokufa kulitokea wakati ameenda kuzimu, nguvu ya mauti ilikuwa pamoja naye. Vile vile ilivyomchukua kutoka msalabani
Maana nilisema alikufa kwa sababu dhambi ziliwekwa juu yake. Hilo nalo ni miongoni mwa mambo nimesema jana na juzi, hamjayakumbuka. Yesu asingeweza kufa pasipo kwanza yeye kufanyika dhambi, kwa maana ya dhambi zote kuwekwa juu yake. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu mauti inakuja kama mshahara wa dhambi. Kwa hiyo pasipo dhambi hakuna mauti. Haleluya. Pasipo dhambi hakuna mauti. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa uelewe vizuri, usikasema kwamba nimesema mtu yeyote akifa amekufa kwa sababu ni mwenye dhambi. Umenielewa nilichosema? Haleluya. Haleluya. Kuna mauti mbili. Kuna mauti moja inaitwa mauti ya pili. Kuna mauti inaitwa mauti ya mwili, ambapo Biblia inasema walalao katika Bwana watakuwa hai. Si ndio? Haleluya. Lakini kwa hiyo Yesu kisema alikufa ni tofauti na mimi nitakavyokufa. Mimi nitakapokufa nitakufa mwili, lakini nitakapokufa katika Bwana nitakuwa bado ninaishi na wala sitaonja mauti. Haleluya. Yesu hakufa hivyo. Kifo cha Yesu kilikuwa ni kifo ambacho ni mauti, na alichokutana nacho kwenye msalaba ni mauti. Mauti si kifo. Mauti ni nguvu, ni roho, ni kitu kinachoonekana kimo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa maana maandiko yanasema mauti na kuzimu zitatupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa mauti unaona ni zaidi ya kifo. Mauti na kamatika. Haleluya. Mauti ni nguvu na kamatika. Itachukuliwa, itatupwa kwenye ziwa la nini? La moto. Kwa sababu mauti ni kitu halisi, kilimkamata Yesu, kikamsqueeze Yesu bana kabisa, uhai ukamtoka. Na uhai ulipomtoka, kile kitu hakikumwachia, kilishuka naye mpaka kuzimu. Mimi nikifa katika Bwana siendi kuzimu. Mnaelewa vizuri? Lakini Yesu alikufa akaenda kuzimu. Ndio maana naongelea mauti ya Yesu. Mauti ya Yesu sio mauti ile nitakayokufa mimi. Haleluya. Kielewa hivyo utaanza kuelewa sentence nikisema kwamba mauti ni mshahara wa dhambi, utaanza kuelewa. Usipoelewa hilo utadhani nimesema tukiona mtu amekufa kama adhabu ya dhambi. Na utakuwa umeelewa vibaya. Jina la Yesu libarikiwe. Utakuwa umetengeneza fundisho potofu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Yesu alikufa. Yesu alikutana na mauti. Yesu alikabiliana na mauti. Tutakwenda pamoja. Na hicho alichokabiliana na Yesu, tulio katika Yesu hatutakutana nacho kabisa. Ndio maana Biblia inasema alionja mauti kwa ajili yetu, ili kwamba sisi tusionje mauti tena. Yeye alionja mauti, sisi hatutaonja mauti. Labda umwache Yesu. Lakini ukiwa na Yesu hutaonja mauti. Tutalala katika Bwana, lakini hatutaonja mauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu alionja mauti. Kwa hiyo mauti, niwaambia mwaka jana kwamba mauti ilienda na Yesu mpaka kuzimu. Na kusudi la mauti haikuwa tayari Yesu afufuke. Ilimng'ang'ania Yesu asifufuke.
mahali pake ikaja nguvu ya uzima. Niwaambie mwaka jana, ikaja nguvu ya uzima. Unaposema uzima, unazungumza ile nguvu yote ya Mungu kama unavyomjua Mungu, nguvu yake yote ya Mungu, ile iliyokuwepo tangu anataka kuanza kuumba. Ile nguvu yote iliyokuwepo imejikusanya sehemu moja. Haleluya, haleluya. Mungu anataka kuumba, kwanza uumbaji, kubadilisha vitu viwe kama vinavyotakiwa kuwa. Ile nguvu inaitwa nguvu ya uzima wa Mungu. Haleluya. Ile nguvu ya ule uzima ndiyo iliyoenda kuzimu kukabiliana na nguvu ya mauti. Mauti ikiwa namshikilia Yesu asifufuke, nguvu ya uzima inaivunja nguvu ya mauti ili Yesu afufuke. Haleluya. Vita ilikuwa kubwa, tetemeko lilikuwa kubwa. Ulimwengu wote, sema tu waandishi walikuwa Yerusalemu, kwa hiyo wanasema waliona ardhi ya pale miambi inapasuka. Usije ukafikiri ilipasuka Yerusalemu. Dunia nzima siku hiyo ilitetemeka. Anga lote lilitetemeka. Sayari zote zilitetemeka. Haleluya. Mauti na uzima zikikabiliana, kwa sababu moja lazima ishinde na Yesu afufuke. Haleluya. Nguvu ya uzima wa Mungu ikaimaliza nguvu ya mauti. Mauti kamaachia na kaburi likafunguka. Roho yake katoka kuzimu ikaja kwenye mwili uliokuwa kaburini na kaburi likafunguka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa hicho kitu ninachokiongelea hakuna aliye katika Yesu atakayekionja. Ni Yesu peke yake alikionja kwa ajili yetu sisi sote. Labda watakaomwacha Yesu wataonja hicho watakapoenda kwenye ile kitu inayoitwa ziwa la nini? La moto. Ile ndio mauti ya pili, yaani hiyo ziwa la moto. Haleluya. Ambao hawatakuwa katika Yesu wataonja mauti, kwa sababu hawakuthamini neema ya yule aliyeonja mauti kwa ajili yao. Wakapenda mauti kuliko uzima, wataenda mautini. Lakini maandiko yanasema yeye amwaminie Yesu, amwaminie Mungu na kumwamini yeye, alishikae neno la Mungu na kumwamini yeye aliyempeleka, ashikae neno la Yesu na kumwamini yeye aliyempeleka, yaani Baba, amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Lakini Yesu aliingia mautini. Unaelewa ninachoongea? Yesu aliingia mautini, na aliingia mautini kwa sababu alibeba dhambi. Asingebeba dhambi, hapakuwa na uwezekano wa kuingia mautini, na kwa hiyo asingekufa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ilibidi awe amebeba dhambi ili apate mauti. Unaelewa hicho ninachoongea sasa? Unaelewa? Haleluya. Wakati mwingine tukipata injili za shamra shamra, tunapata na za utulivu hivi za kimya kimya, ambapo tunasikia kitu kinazama, tunaenda pamoja. Wakati mwingine tunaweza kudhani tumeokoka, lakini tukaishi miaka yote tunashangilia, lakini Mungu tunayemshangilia hata hatumjui. Na ndicho kinachotokea. Na wengi wanapenda hiyo, wanapenda kushangilia, kumbe hata wanachoshangilia hawakijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wanapenda upako, lakini kumbe hata upako hawaujui kwanza. Muuliza upako ni kitu gani, hata hajui.
Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaposema mauti ni kitu hicho, na unaposema Yesu alikufa unaongea kitu hicho. Ukisema Yesu amekufa ni tofauti na kusema Yohana alikufa. Kifo cha Yesu ni kingine na cha Yohana ni kingine. Kifo cha Petro ni kingine, hata kama na yeye aliwekwa msalabani, lakini kifo cha Petro ni kingine na kifo cha Yesu ni kingine. Petro hajaonja mauti aliyoonja Yesu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wote waliokuwa katika Bwana Yesu hakuna aliyekufa, ni Yesu tu ndiye aliyekufa. Wale wengine walilala. Unaelewa vizuri? Yesu hakulala, Yesu alikufa. Vile wafavyo wenye dhambi, vile wafavyo waovu, Yesu alikufa. Kwa nini? Alitakiwa kuonja mauti, ili wote wanaomwamini wasionje mauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini Yesu baada ya kufa alitakiwa kufufuka, na kwa hiyo kulihitajika kutokea nguvu ya uzima ya kumfufua kutoka katika wafu. Sio kutoka katika waliolala, kutoka katika waliokufa. Mnanielewa vizuri? Atoke miongoni mwa waliokufa, sio mwa waliolala. Lazaro alilala, ndio maana Yesu akasema twende tukamwamshe. Lazaro hakufa, alilala. Kwa katika sensi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu alisema rafiki yetu amelala, twende tukamwamshe. Lakini Yesu alikufa. Na mauti ilikuwa naye. Nguvu ya uzima ilienda kuondoa uhai wake katika mikono ya mauti. Na Yesu akafufuka. Sasa nikisema uzima, kama ulikuwepo jana pamoja na mimi, utaanza kukumbuka maneno niliyosema. Nilisema hivi: nguvu ya damu ni ule uhai, na nikasema thamani yake inatofautiana. Thamani ya uhai wa mbuzi na kondoo ni tofauti na uhai wa ng'ombe. Lakini uhai wa ng'ombe pia ni tofauti na uhai wa binadamu. Na nikasema kimwaga damu ya binadamu, adhabu yake ni kubwa. Kuna kitu kinaitwa kisasi cha damu, kinakufuata muda mrefu sana. Haleluya. Kwa sababu damu ya binadamu ambao ndio uhai wake una thamani kuliko uhai wa ng'ombe. Haleluya. Nikasema katika lojiki hiyo hiyo, uhai wa Yesu una thamani kuliko uhai wa wanadamu wa kawaida wengine. Na nikasema uhai, kwa maana hiyo uhai wa Yesu ambao uko katika damu, maana kanuni iko hivyo kwamba uhai upo katika damu. Nikasema kwa maana hiyo hiyo, kama uhai wa Yesu una thamani zaidi, maana yake inamaanisha hivyo hivyo kwamba damu ya Yesu ina thamani zaidi. Nikisema uhai wa Yesu una nguvu zaidi kuliko uhai wa wanadamu wengine, maana yake damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu zingine zote. Sawa sawa. Na kwa kuwa damu ni uhai, uhai wa Mungu, uhai wa Yesu, nguvu yake si pungufu ya nguvu ya uhai wa Mungu. Na uhai wa Mungu unaitwa uzima, tena uzima wa milele. Jina la Yesu libarikiwe. Ukianza kusikia hivyo
Ukakumbuka nimemaliza kusema kwamba nguvu ya uzima ilimfufua Yesu. Haleluya. Na nguvu ya uzima ni damu ya Yesu. Unakubaliana na hili andiko tuliosoma kwamba alifufuka kwa damu? Nguvu ya damu ndio iliyofunua kaburi. Unaanza kuelewa hiyo derivation, huo mtiririko nilivyoupeleka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kiwa nguvu ya Mungu ambao ni uzima wa Mungu ulimfufua Yesu katika wafu, na damu ya Yesu ni uhai wa Mungu ambao ndio uzima wa Mungu. Kwa hiyo naposema damu ndio iliyomfufua, unaongelea uzima wa Mungu ndio ulimfufua Yesu toka kwa wafu. Kwa hiyo Waebrania 9 tuliokuwa tumesoma mstari wa 20 unaanza sasa kuelewa nguvu ya damu kwenye kufufuka kwa Yesu. Yesu alimwaga damu yake yenye nguvu ya ukombozi, yenye nguvu ya maagano, yenye nguvu ya wokovu, kukidhi matakwa yote ya wokovu, yenye nguvu ya kukidhi matakwa yote ya upatanisho. Haleluya. Na damu hiyo pia ina nguvu ya kukidhi matakwa yote ya mauti kutokuendelea kumshika Yesu. Haleluya. Nguvu hiyo ya damu hiyo ina nguvu ya kukidhi vigezo vyote vya mauti kutokuwa na uwezo wa kuendelea kumshikilia Yesu kuzimu. Natamani kesho nikiuliza muongee hivi ninavyoongea. Na ndio vizuri. Nataka kesho nikiuliza mnaongea ninavyoongea. Ndio nasema mmeelewa. Yale mengine mnasema mliyajua tangu utotoni. Yaani mnaniambia mambo mlijua tangu utotoni na mimi niliyajua, unasema nilielewa kwenye semina. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Hayo mlijua tangu zamani. Nataka nione kama mnaelewa mapya. Naposema vitu vipya mnaelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nguvu ya damu ni kubwa kiasi hicho. Ukiongea damu ya Yesu unazungumza kitu kina nguvu mno. Kina nguvu juu ya mauti. Kina nguvu juu ya maagano yote. Kina nguvu ya kuleta watu kwa Mungu. Kina nguvu ya kufuta nguvu ya dhambi na ikapotea kabisa, isiwe na uwezo tena. Unaongea jambo lina nguvu sana unapoongea damu ya Yesu. Ina nguvu mno. Kwa ufufuko haukutokea isipokuwa ni kwa damu. Damu ya Yesu ilifanya yote hayo, ikiwemo na kuwemo na nguvu ndani yake inayomtoa Yesu kwa wafu. Kwa wale ambao nilikuwa hajafika, naomba nisome andiko hili tena. Mstari wa 20 wa Ibrania 13 unasema, basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu. Sema kwa damu. Alimleta kutoka kwa wafu kwa damu. Haleluya. Alimfufua kwa damu. Damu ndani mwake ndimo mlikuwa kuna nguvu ya uzima iliyomfufua Yesu katika wafu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Aliyemfufua kutoka kwa wafu kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu limpendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele. Amina. Haleluya, haleluya. Kwa ilikuwa ni kwa kumwagika damu yake
iliyompa haki kama mwanadamu. Kwa sababu Yesu alikuwa kama mwanadamu, alikuwa mwanadamu. Haleluya. Tunajua kwamba Yesu hakuwa nusu Mungu nusu mwanadamu. Alikuwa mwanadamu kamili na Mungu kamili. Hakuwa nusu Mungu nusu mwanadamu. Alikuwa Mungu kamili, vile vile mwanadamu kamili. Alikuwa vyote kamili. Hakuwa na upungufu lolote katika sifa zote za ubinadamu unaofanya binadamu awe binadamu. Hakuna hata kimoja kwa Yesu kilikuwa kimepungua. Hisia, kuona njaa, kuumia, nini, vyote vilikuwemo ndani ya Yesu. Alikuwa mwanadamu aliyekamilika kwa namna zote. Alikuwa mwanadamu kamili. Lakini wakati huo huo pia Yesu alikuwa na sifa zote zinazomfanya Mungu kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa ni hivi. Nguvu ya damu ilimpa Yesu haki kama mwanadamu, si kama Mungu. Maana Mungu hafi. Sawa sawa. Ila kama mwanadamu anakufa. Haleluya, haleluya. Tena mwanadamu aliye katika dhambi. Alibeba dhambi. Haleluya. Hatia ya dhambi za Adamu ilikuwa juu yake. Ndio maana anaitwa Adamu wa pili. Tunakwenda pamoja. Hatia yote ya dhambi za Adamu iliwekwa juu yake. Kama mwanadamu alikufa, na kama mwanadamu asingeweza kufufuka, nguvu iliyompa haki ya kufufuka kama mwanadamu ni ile damu yake. Kwa sababu damu yake ndio ndani mwake mna uzima wa Mungu. Uhai umo katika damu. Uzima ulikuwa katika damu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo damu ile ikampa haki kama mwanadamu ya kufufuka na kuwa na uzima wa milele kupitia huo ufufuko. Wakati huo dhambi ilikuwa imeondolewa nguvu zake kabisa, na kwa sababu dhambi imeondolewa nguvu. Haya mambo mnayashika vizuri. Narudia tena. Kwa nini Yesu alifufuka? Kwa sababu ile nguvu ya dhambi iliyompa haki ya kufufuka, ile nguvu ya damu iliyompa haki ya kufufuka ilikuwa imeondoa nguvu ya dhambi. Sawa sawa. Na mnakumbuka nimesema kwamba mauti ni mshahara wa dhambi. Sasa kama dhambi haipo, imenyang'anywa nguvu zake zote, mauti sasa inasimamia wapi? Naanza kuelewa vizuri? Mauti ipo kwa sababu ya nguvu ya dhambi. Sasa kama nguvu ya dhambi imeondolewa, mauti ipo kwa sababu gani? Na inasimamia nini? Inashikilia wapi? Unaanza kunielewa? Kwa mauti automatically, dhambi kikosa nguvu, mauti nayo kwa wakati huo huo imekosa nguvu. Maana nguvu ya mauti ni dhambi. Dhambi ikiwa haina nguvu, na mauti pia imepoteza nguvu. Kwa ile nguvu ya damu au nguvu ya uzima wa Mungu ilipoharibu nguvu ya dhambi, maana nguvu ya dhambi ilidhofishwa tangu msalabani, maana ilisulubiwa. Yesu alitoa dhambi akasulubiwa
dhambi kasulubiwa pamoja naye ili ife pamoja naye. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana alikuwa na sifa ya kufufuka, kwa sababu alisulubisha dhambi katika mwili wake. Haleluya. Ndio maana alikuwa na sifa ya kufufuka, alisulubisha dhambi katika mwili wake. Haleluya, haleluya. Kwa dhambi ikiwa haina nguvu, mauti pia haina nguvu. Kwa mauti ilikuwa automatically lazima imwachie. Lazima ushindi juu ya mauti upatikane, kwa sababu ushindi juu ya dhambi umepatikana. Ushindi juu ya dhambi ukishapatikana, na ushindi juu ya mauti pia umepatikana. Na mwanadamu yeyote ambaye amepata ushindi juu ya dhambi kwa Yesu Kristo, huyo mwanadamu kwa wakati huo huo pia amepata ushindi juu ya mauti kwa njia hiyo hiyo ya Yesu Kristo. Hafi. Haleluya. Bali ataishi milele. Wangapi wanaamini wataishi milele? Hiyo theolojia imekuingia vizuri? Umeanza kuelewa vizuri? Yesu aliongea hiyo theolojia, watu hawakuielewa. Alisema wako miongoni hapa hawataonja mauti kabisa. Jamaa, labda Yohana sana igavia kifuani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuelewa kitu Yesu ameongea. Alisema wapo watu hapa hawataonja mauti kabisa. Watu hawakumuelewa, wakaanza kutazamana. Na wakahisi labda anamwongelea Yohana kwa sababu yeye anakaaga naye kwenye kifua. Kuna ongelea hiyo kitu nayo iongea sasa hivi. Watu ambao wamepata ushindi juu ya dhambi wamepata pia ushindi juu ya mauti. Hawaonji mauti. Watalala katika Bwana, sawa, lakini hawaonji mauti. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mtu yote akipata ushindi juu ya dhambi amepata pia ushindi juu ya mauti. Mauti haina nguvu kabisa mahali ambapo dhambi haina nguvu, na mahali popote ambapo dhambi ina nguvu, hapo mahali mauti ina nguvu. Haleluya. Nguvu ya mauti ipo katika dhambi. Mauti inatenda kazi kama malipo kwa mahali pana dhambi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nasema maneno haya kwa kuyarudia kwa sababu ni ya muhimu kuelewa. Ni ya muhimu kila muamini kuyajua hayo. Haleluya. Mauti haina nguvu. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika katika tabu zao. Haleluya. Wanapumzika kwa sababu gani? Matendo yao yanafuatana. Haleluya. Sasa matendo yakiwa ya dhambi kuna mapumziko. Unaposema matendo unaongea kitu gani? Unaongea maisha. Biblia inasema kwamba tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambayo Mungu aliyaumba tangu asili ili tuenende nayo. Nani nakumbuka huo mstari uko wapi? Nani nakumbuka huo mstari? Wa Efeso sura 2 mstari wa 10. Haleluya. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa Biblia inaposema heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika katika tabu zao kwa sababu matendo yao yanafuatana nao, anaongea yale.
matendo yasiyokuwa yale yakikufuata, huna pumziko, mtu wa Mungu. Wangapi mmenielewa? Matendo yakiwa sio yale, ni matendo yanakupeleka mtu kwenye mateso, sio kwenye mapumziko. Haleluya. Lakini walioumbwa katika Kristo watende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tangu asili, tangu awali tuenende nayo, ni watu ambao ndani mwao dhambi haina nguvu. Na kama dhambi haina nguvu, kadhalika mauti nayo haina nguvu. Juu ya hao, mauti ya pili haina nini? Nguvu. Bali wataitwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu milele na milele. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dhambi ilikuwa imeondolewa nguvu zake, na hivyo mauti ilikuwa haina nguvu juu yake na juu yetu pia. Ndio siri ya ufufuko. Si tunasherehekea Pasaka? Pasaka, haleluya, amefufuka. Baada ya hapo, Bwana Yesu sana ushindi juu ya mauti. Haleluya, haleluya. Sina kamsemo ketu. Haleluya. Alafu jibu amefanyaje? Haleluya. Atoa na zawadi. Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaposema Yesu amefufuka, umeongea kitu kikubwa. Umeongea nguvu kubwa, nguvu ya uzima, na ule uzima umo katika damu yake. Haleluya. Umeongea nguvu ya damu ya Yesu. Ukishaongea ufufuko wa Yesu, umeongea nguvu ya damu ya Yesu. Haleluya. Umeongea mambo damu inaweza kuyatenda: kuua nguvu ya mauti, kuharibu nguvu ya mauti. Haleluya. Kuharibu nguvu ya kaburi. Kwa akafufuka. Kwa hiyo ni damu ndiyo iliyoharibu nguvu ya mauti, ndiyo iliyoharibu nguvu ya shetani, ndiyo iliyoharibu nguvu ya kuzimu. Haleluya. Ni damu ya Yesu ndiyo iliyoharibu nguvu ya mauti, ndiyo iliyoharibu nguvu ya shetani, ndiyo iliyompokonya shetani mamlaka, ndiyo iliyopindua ufalme wa shetani. Shetani alikuwa mtawala toka Adam, siku hiyo akapoteza ufalme. Ni nguvu ya ile damu ilimpindua. Kwa miaka yetu tunasema ilimpindua. Haleluya. Shetani akapinduliwa, akapoteza ufalme kwa nguvu ya damu ya Yesu. Ndio haribu nguvu ya shetani. Ndio maana kama unaelewa vizuri, shetani ukimweleza habari ya msalaba, lazima atazamie kwa mbali, lazima kimbia ende mbali. Anajua kwenye msalaba ndipo alipopotezea kila kitu. Ndipo alipopotezea uwezo, ndipo alipopotezea mamlaka, ndipo alipopotezea ufalme, ndipo alipoadhibiwa. Ni kwenye msalaba kila kitu kilimpata. Kwa hiyo shetani ukimweleza msalaba, umemwambia kitu ambacho hataki kusikia, kwa sababu kwenye msalaba ndipo alipoangukia na hawezi kuinuka milele. Na kwenye msalaba kitu kilichokuwa kikubwa ni mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Haleluya. Ni mwili wa Yesu na damu ya Yesu.
Kwa hiyo kwa damu kuzimu ukapoteza nguvu, shetani akapoteza nguvu, mauti ikapoteza nguvu, na wote hao ndio wa kwanza watakaotupa kwenye ziwa liwakalo moto na nini, na kiberiti. Soma Ufunuo, wanaanza kwanza hawa wawili, mauti na kuzimu, zinatupwa katika ziwa la moto. Halafu miaka 1000 baadaye shetani atafunguliwa huko alikofungiwa kuzimu. Yeye hatatupwa katika ziwa la moto miaka 1000, atafungwa tu kwa mnyororo kuzimu, wakati wenzake mauti na kuzimu walishatupa tayari kwenye ziwa la moto. Baada ya miaka 1000 atafunguliwa mnyororo ule, aje adanganya mataifa kwa muda mfupi. Wale walioishi bila mahali hakuna mauti wala hakuna kuzimu na bila shetani watakuwa, unajua miaka 1000 ni watu wengi sana wametokea, wanaohitaji na wenyewe waonje kufanya maamuzi ya binafsi ya kumfuata Yesu au kutokumu. Maana wote tumeokoka kwa sababu Mungu ametupa utashi wa kuchagua kumfuata Yesu au kutokumu. Kuna wale watakaozaliwa Yesu hayupo, na watapewa fursa ya kuchagua kumfuata Yesu au kutokumfuata Yesu. Maana wamezaliwa Yesu anatawala miaka 1000, hawajui kitu kingine zaidi ya Yesu. Hakuna walichokijua zaidi, hawajui shetani, hawajui mauti, hawajui kuzimu, hawajui chochote. Kwa hiyo maandiko yanasema shetani atafunguliwa muda mchache, apate kwa kudanganya mataifa, kwa kusanya kwa vita ya Gogu na Magogu. Haleluya. Atawadanganya tu wa kutosha, na atapata wafuasi wa kutosha, alafu moto utashuka kutoka mbinguni na kuwalamba. Ufunuo sura 20 utakuta yote hapa. Jina la Yesu Kristo na libarikiwe. Lakini baada ya hapo kiti cha enzi kitakuja, kikubwa cheupe. Haleluya. Na yeye aketie juu yake, ambaye anaitwa mtakatifu, haki na nini. Haleluya. Halafu baada ya hapo vitabu vitafunguliwa, na kitabu cha uzima nacho kitafunguliwa, na yeyote ambaye jina lake halitaonekana limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima atatupa katika hilo ziwa la moto. Lakini kabla ya yote atakuwa kwanza amekamatwa shetani, ametupwa katika ziwa la moto alimo nabii wa uongo. Nabii wa uongo na mpinga Kristo. Nimesema mauti na kuzimu ni nabii wa uongo na mpinga Kristo. Nimechanganya maandiko kidogo. Haleluya. Ndio baada ya hapo mauti itawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na kuzimu kadhalika itawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Bahari itawatoa waliokuwemo ndani yake. Haleluya. Watakamatwa wote ambao majina yao hamo kwenye kitabu cha uzima, watatupa katika tanuru au katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na hiyo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa liwakalo moto na kiberiti. Haleluya. Lakini miaka 1000 awali atakuwa ametupa mtu alikompinga Kristo pamoja na nabii wa uongo. Kwa nimechanganya nikasema mauti na kuzimu ni nabii wa uongo na kupinga Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mauti itapoteza nguvu, au mauti ilipoteza nguvu kwa sababu ya damu ya Yesu. Nasema maneno haya pole pole, nimekwenda pole pole na nimerudia maneno. Jina la Yesu libarikiwe. Haya ni ya muhimu muamini kuelewa haya. Ni muhimu muamini kuelewa haya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Usipoelewa haya ni kama hujui imani yako. Tunakwenda pamoja. Kwa nini nasema damu imeharibu shetani na nguvu zake zote za mauti, kuzimu, na kwa hiyo nguvu hiyo
Kwa maneno mengine, ilifanya nguvu ya kaburi ikaisha. Kaburi likamwachia, haliwezi kumcontain tena Yesu. Haleluya! Kaburi haliwezi kumshikilia tena. Kwa nguvu ya damu, kaburi likapoteza nguvu. Limeshikilia watu wote, lakini sio Yesu. Haleluya, haleluya! Na siku itafika watu wote walio makaburini, parapanda italia, kaburi halitakamata yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukizungumzia nguvu ya damu, kwa lugha nyingine pia unaongelea nguvu ya ufufuko. Kila palipo na damu, nguvu ya ufufuko wa kimungu inayotuingiza katika uzima milele ipo pia. Kwa damu imekomesha kabisa kabisa nguvu yote ya mauti na kuzimu, na ni nguvu ya damu ambayo imepita kwa mbali uwezo wa kila mwanadamu wa kujua na hata kuwaza. Hii ni nguvu ambayo ni kubwa kuliko akili zetu. Haleluya! Nguvu ya damu ya Yesu ni nguvu ambayo nguvu zake ni kubwa kuliko uwezo wetu wa kuijua. Ni kama vile tunavyosema Mungu huwezi kumjua kabisa, yani kikamilifu. Maandiko yamesema tunajua kwa sehemu, lakini siku ile tutajua yote. Kuna mengine tutajua vizuri siku ile. Kuna maswali tutaenda nayo mbinguni, na umekwenda umedhamiria, haya nikifika nauliza. Ile kutokea tu umeshajua. Huwezi kuuliza tena. Ile kukutana na Yesu moja kwa moja umeshajua kila kitu. Haleluya! Nguvu ya damu ni kubwa kiwango hicho, inapita uwezo wa kibinadamu wa kuwaza na kufikiri. Ni kubwa mno. Kwa unaposema najifunika damu ya Yesu, umeongea kitu kikubwa sana. Haleluya! Unaposema naachilia damu ya Yesu, au naita damu ya Yesu, naomba damu yako inifunike. Ongea jambo kubwa. Naomba damu yako inioshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongea jambo kubwa. Naomba unisamehe, unisafishe, unitakase kwa damu yako. Umeongea jambo kubwa sana. Sio jambo la mchezo. Umeongea kitu kikubwa. Damu ya Yesu ina nguvu. Shetani anaiogopa, kuzimu kunaiogopa, mapepo yanaiogopa damu ya Yesu. Damu ya Yesu sio ya ugali. Bwana Yesu takasa ugali huu kwa damu. Ugali hautakiswi kwa damu. Ugali unabarikiwa tu, alafu unaliwa. Haleluya! Kuna vitu damu ilimwagika ishughulike navyo, sio ugali. Unaelewana watu wa Mungu? Kuna vitu nimeshavifundisha, damu ya Yesu ilimwagika ili vitokee. Haleluya, haleluya. Tusimame. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako uliyofunua kupitia Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa damu iliyomwagika, na mimi nikaoshwa kwa hiyo, na kwa kutambua kwamba nimeoshwa kwa hiyo damu na kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu halisi. Mamlaka nilionayo na uwezo nilionao juu ya dhambi, juu ya mauti na juu ya kuzimu, juu ya shetani na mamlaka zake, na juu ya mapepo yote pamoja na kazi zote za shetani ni kubwa sana. Kuanzia sasa nitajitazama kwa namna tofauti. Sitajitazama tena kama mtu wa kawaida, kwa sababu damu iliyoniosha imenifanya kwa si wa kawaida. Imenipa nguvu kubwa, imenipa mamlaka kubwa, imenipa uwezo mkubwa. Naweza kutenda makuu kwa sababu ya damu ya Yesu.
kwa sababu ya nafasi ambayo nimepewa katika Yesu kupitia damu iliyomwagika. Ninakushukuru kwa nafasi hii na kwa upendeleo huu. Ninaipokea nafasi hii na sasa nitaanza kuishi. Napokea mamlaka haya, nitaanza kuyaishi. Napokea haki zote nilizopewa kwa damu na nitaanza kuziishi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wote tuseme kwa sauti kubwa, amen, amen, amen.